Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Mbuzi. Sehemu uliyotamani kufika au kitu ulichotamani kukifanya. Utakosa muda au kuwa na hamu nacho. Kumfikishia mtu ujumbe wake kutoka kwa mtu. Kuitishiwa kikao. Kuona si sahihi mtu kufanya alichokifanya. Utatoa ufafanuzi wa kitu. Kuchukia kitu ila hutokuwa na namna ya kufanya. Utamwazia mtu kwa malengo makubwa. Nyota ya Mashuke. Kuhamisha kitu baada ya kujua dhamira ya mtu. Kumuhisi mtu ni muharifu. Kufanya kazi kwa taratibu kuliko siku nyingine. Kupata hofu ya kitu. Kushindwa kumkatalia mtu kitu. Kumficha mtu jambo atakalolijua. Nyota ya Ng'ombe. Utajishtukia kwa kosa ulilolifanya. Hutompa mtu nafasi ya kujitetea ikiwa unajua atakudanganya. Kujiondosha kwa baadhi ya marafiki au uliochukizana nao. Mtu kujirudi tena kwako. Kuaminishwa kitu ila hutokuwa tayari. Kupata njozi yenye utata. Kuwa na hofu ya kitu kutokea. Utakuwa na watu watakaofanya ufurahi. Kutunza kitu kwa kumbukizi ya baadaye. Kumpatia jina mtoto aliyezaliwa. Kupata tahadhari ya kitu ila utashindwa kufanyia kazi. Nyota ya Mizani. Utakuwa huru baada ya kumaliza jambo. Kuulalia mkono na kuamka ukiwa unauma. Kumpa mtu sifa njema. Hutokuwa tayari kurudiana na mtu fulani. Kuitatua changamoto iliyokuwepo. Kufanya manunuzi ya vitu vingi kwa maandalizi ya jambo. Nyota ya Mapacha. Kuzidisha uchamungu au kuwa mwema sana kwa watu. Tabia ya mtu kufanya usimwamini tena. Kuyaelewa mafumbo ya mtu kwa anachokimaanisha. Kufurahia ujumbe wa mtu. Kupatana na mtu. Kuhitajika katika kituo kikubwa utakachojivunia kufika hapo. Lengo lako kuendea kutimia. Nyota ya Ndoo. Kufuatilia kipindi chenye kuelimisha. Mtu atakuja kwa aibu kwako. Utakuwa msahaulifu wa kitu utakapoweka. Kuweza kufanya kitu ambacho ulishindwa wakati wa mwanzo. Kukagua sana taarifa za mtu mtandaoni. Kumfanya mtu asiwe na shaka tena na wewe. Nyota ya Simba. Kukagua kitu. Kutumiwa jumbe nyingi za sauti. Kuhisi mtu ataumizwa na utakalomwambia. Kupata pete. Kumpangia mtu ratiba nzuri. Kumpatia mtu kitu kizuri. Kujadili jambo zuri la maendeleo. Nyota ya Mshale. Kumfungukia mtu mambo yako. Kumtolea mtu dhamana. Kufahamu kuwa ulifanya kitu kwa makosa. Kuamua kubadilika japokuwa unajitahidi sana kwa hilo, ila unashindwa. Nyota ya Punda. Kufikiria ulichokifanya kwa mtu. Kupata maelewano na mtu japokuwa ilikuwa ni vigumu. Kuachiwa uhuru wa kitu. Utakuwa mpole ili kuepusha tatizo. Kuhitaji kiasi cha pesa kutoka kwa mtu. Utakuwa sehemu ambayo stima au umeme utasumbua sana. Nyota ya Kaa. Mazingira ya sehemu kubadilika. Utapashangaa sana. Kupatiwa taarifa muhimu ya upatikanaji wa kitu. Kukutana na mtu ambaye hukutarajia kumuona. Kupata kitu kwa urahisi. Kuunganishwa kwenye jambo zuri. Kuhitaji kuwa karibu na mtu ili akufunze jambo. Kusimamia kazi au jambo linalohitaji usimamizi wako. Nyota ya Samaki. Utarudisha upendo kwa mtu, yaani kumpenda tena. Kutaka kuulizia kitu ila hutofanya hivyo. Utapokea ofa mbalimbali kwa simu yako. Utahitaji usaidizi kutoka kwa mtu. Kuamua kuvunja ukimya wa kitu. Nyota ya Nge. Kuorodhesha vitu unavyotaka kuvifanya. Kusahau kitu cha muhimu katika maandalizi yako. Kukumbushwa kitu. Utajihisi fahari na bahati kuonana na mtu au kujuana naye.
kuhitaji kuhama, kushirikishwa kwenye mambo mengi mazuri na muhimu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.